Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 14 mwezi Novemba mwaka 2025, juma la 32 la mwaka C, mwaka wa kanisa. Somo letu la kwanza siku ya leo ni kitabu cha Hekima ya Suleimani, sura ya 7 aya 22 mpaka sura ya 8 aya ya kwanza, na somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya 17 aya 20 mpaka ile aya 25. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu, na niwakumbushi na kuwakaribisha wale ambao bado hamjasubscribe katika channel yetu kusubscribe kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayofuatia ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel hii ya Padre Simon Mugabe Kefa na uweze kupata tafakari hizi mapema kabisa zinavyopandishwa. Na somo letu la kwanza siku ya leo, kama nilivyokuja kufahamisha hapo awali, kwamba ni kitabu cha Hekima ya Suleimani, sura ya 7 aya 22 mpaka ile sura ya 8 aya ya kwanza. Mfalme Suleimani katika sehemu hii ya maandiko ya somo letu la kwanza anaisifu hekima ya Mungu. Anasema ya kwamba hekima hiyo ndiyo pumzi ya Mwenyezi Mungu. Hekima ni pumzi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, mtu anayeishi kwa mwongozo ya hekima hawezi kuruhusu jambo lolote ambalo linapingana na pumzi hii ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Unavyoondoa hekima hii ya kimungu, umeondoa pumzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu huyu hayuko hai tena. Na Mfalme Suleimani anatuambia haongozwaye na hekima, mtu huyu huwa rafiki mkubwa, rafiki wa kwanza na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anampenda mtu anayeongozwa na hekima. Na Mfalme Suleimani anatukumbusha kwamba hekima hiyo ni utambuzi wa mema na mabaya, utambuzi wa virema na fadhila, utambuzi wa wema na uovu, utambuzi wa utakatifu na dhambi, ambayo amepewa kila mwanadamu vimsaidie kuishi maisha mema machoni pa Mwenyezi Mungu, na epuke mitindo ya maisha ambayo ni chukizo machoni pa Mwenyezi Mungu. Na kutoka katika somo la Injili ya Luka sura ya 17 aya 20 mpaka aya 25, tunasikia habari za ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ufalme wa Mungu ni kiini cha mafundisho ya Yesu katika Agano Jipya. Neno hili ufalme wa Mungu limetokea mara 122 katika agano hili lote jipya, huku mara 99 likiwa limejitokeza katika injili za kisinoptiki, yaani injili ya Mathayo, injili ya Marko pamoja na injili ya Luka. Kati ya mara 99 za neno ufalme wa Mungu katika injili hizo, mara 90 neno hilo limetajwa na Yesu mwenyewe. Ufafanuzi wa maana ya neno hili ufalme wa Mwenyezi Mungu uko katika makundi matatu. Kundi la kwanza, tafsiri ya ufalme wa Mungu liko katika maono ya Kristo, ambapo tunasema kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu tafsiri yake ni kwamba ni ufalme ambao umebeba dhana ya utawala. Yaani kwamba ufalme wa Mungu maana yake ni utawala wa Yesu. Hivyo Yesu anaelekeza watu watambue kwamba Mungu Baba yuko miongoni mwao kwa njia yake, akiwatawala na akiwaonyesha njia njema ya kuishi. Hivyo Yesu ni mfafanuzi wa ufalme wa Mwenyezi Mungu miongoni mwa watu. Na maana nyingine ya pili, kundi la pili, ni katika muono wa kiroho. Nasema ya kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu ni ile hali ya dhamiri na unyoofu safi wa moyo pamoja na hofu ya Mwenyezi Mungu, ambayo inajidhihirisha kama ufalme wa Mungu ulioko ndani ya mioyo ya watu. Ufalme huu unapaswa kukua na kuzaa matunda yaliyo mema miongoni mwa watu. Kwa hiyo ufalme huu wa Mwenyezi Mungu vile vile unaweza kuelezewa kama ile hali ya unyoofu ndani ya moyo wa mtu, ile hali ya hofu ya Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wa mtu, na ile hali ya msukumo wa ndani katika kutenda matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu na yaliyo mema. Hiyo vile vile inatambulikana kama ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na kundi la tatu, katika muono wa kikanisa, ufalme wa Mwenyezi Mungu upo sasa, upo hapa kwa njia ya kanisa lake. Ufalme huu utafikia utimilifu wake nyakati za mwisho, kama tunavyoelekezwa katika injili ya Mathayo sura ya 13 aya 30. Katika injili Yesu anajibu swali la Mafarisayo ya kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu utakuja lini. Yesu anasema ya kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu hauji kwa kuchunguza, bali ufalme wa Mwenyezi Mungu umo ndani kabisa ya mioyo yao.
kama ile tafsiri ya kwanza ya kwamba Yesu amekuja kuanzisha ufalme wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ufalme wa Mwenyezi Mungu upo, ule unyoofu wa Mwenyezi Mungu na hofu ya Mwenyezi Mungu ipo, lakini vile vile ufalme wa Mwenyezi Mungu unajidhihirisha kwa njia ya kanisa lake, upo. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni ufalme uliopo, upo ulimwenguni, na kwa namna ya pekee upo katika mioyo ya watu wanyofu. Katika tafsiri kwamba Yesu alitoa mwili na kufanyika mwanadamu na akakaa kwetu kwa ukamilifu wa neema na akaanzisha ufalme wa Mwenyezi Mungu duniani, akidhihirisha ya kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana yupo katika maneno na matendo yote ambayo aliyatenda Yesu, na kukamilisha kazi hiyo ya kuanzisha ufalme wa Mwenyezi Mungu hapa duniani kwa njia ya mateso, kifo, ufufuko na kuja kwake Roho Mtakatifu. Yesu anawatahadharisha kuwa siku zijazo ambapo hawa ambao wanaokataa ufalme wa Mwenyezi Mungu watatamani kumuona katika ufalme huo, watamuona, watatamani waingie katika ufalme huo, lakini hawataingia. Jambo la msingi ni hili: ishi katika ufalme, kumbatia ufalme, tafuta ufalme wa Mwenyezi Mungu kabla haijaja siku ambayo utatamani kuupata ufalme wa Mwenyezi Mungu na usiupate. Jambo la msingi pia la pili ni kwamba ufalme wowote ule una taratibu zake, una kanuni zake, una sheria zake, una maongozi yake. Hivyo basi, Mkristo yoyote ambaye ni mwana wa ufalme anapaswa kuishi kwa kadri ya taratibu za ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwa kadri ya kanuni za ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwa kadri ya sheria za ufalme wa Mwenyezi Mungu, na kwa kadri ya maongozi ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ziko falme mbalimbali za dhambi ambazo zinazotengana na ufalme, zinazopingana na ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hizo usizifate, ni hatarishi, ni hatari kwa usalama wa roho yako. Ishi katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, fata taratibu za ufalme wa Mwenyezi Mungu, utaishi kwa amani na utabarikiwa sana na utamuona Mwenyezi Mungu. Ulikuwa na mimi Padri Kefa, Jimbo Katoliki la Geita. Niwatakie tafakari njema ya neno la Mwenyezi Mungu. Mbarikiwe nyote. Asanteni.